Uchunguzi wa BBC umegundua ushahidi kwamba watoto walio na umri wa miaka 15 wanasafirishwa hadi kwenye migodi haramu na kudhalilishwa kingono nchini Afrika Kusini. Mashuhuda kadhaa wameeleza matukio ya mara kwa mara ya unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto katika migodi mitatu haramu, ikiwa ni pamoja na huko Stilfontein, eneo lililoshuhudia mzozo wa miezi kadhaa kati ya wachimbaji na polisi ambao ulimalizika kwa vifo vya watu wasiopungua 78. Taarifa ya mwandishi wa BBC Mayeni Jones alitupa ripoti hii kutoka Johannesburg na inawasilishwa na Phyllis Mwate. I'm in a township called Kuma. Niko katika kitongoji kiitwacho Huma na ni umbali wa dakika 10 tu kutoka kwa mgodi wa Stilfontein. Kuna watoto hapa wanacheza mpira baada ya shule, majirani wanaangaliana, lakini pia ni jamii maskini sana. Barabara zote ambazo tumeona hazina lami. Nyumba nyingi hapa ni vibanda tu. Kumekuwa na uchimbaji madini katika eneo hili tangu mwishoni mwa karne ya 19. Wenyeji hapa wanasema hakuna utajiri wa aina yoyote uliofika hapa, na ndio sababu baba na kaka zao wamelazimika kuingia kwenye migodi ili kujikimu. Mwaka jana mgodi wa karibu unaopakana na mji wa Stilfontein ulikuja kuwa eneo la mzozo wa miezi kadhaa kati ya maelfu ya wachimbaji haramu na polisi. Mamlaka zilipunguza usambazaji wa chakula na maji kwa wachimbaji ili kuwalazimisha kutoka. Miezi kadhaa baadaye, picha kutoka ndani ya mgodi ziliibuka zikionyesha mamia ya wanaume waliodhoofika na mrundiko kwa miili. Wachimba migodi walidai kuwa hawakuweza kutoroka kwa sababu polisi walifunga baadhi ya njia za kutoka. BBC imethibitisha kuwa takriban wachimbaji migodi 30 walionaswa walikuwa watoto, na vikundi vya haki vimetuambia baadhi yao walinyanyaswa wakiwa ndani ya migodi. Unyanyasaji huu hauko Stilfontein pekee. Wafanyikazi katika migodi mingine miwili haramu walishuhudia unyanyasaji wa kingono wa watoto. Nimeona wanaume wazee wakiwalazimisha wavulana wachanga kufanya mapenzi nao ndani ya mgodi kinyume na matakwa yao. Jonathan alifanya kazi katika mgodi eneo lingine. Anasema wachimba migodi ambao ni watu wazima mara nyingi hubadilisha dhahabu ili kufanya ngono na watoto. Chanzo kinachoshughulikia kesi za wachimba migodi wa Stilfontein kilisema kwamba wengi wa watoto hawakutaka kutoa ushahidi. Wengi wa waathiriwa tayari wamefukuzwa nchini humo, lakini sekta haramu ya madini inaendelea kustawi, na kukiwa na makadirio ya migodi 6,000 iliyo wazi ambayo inaweza kuchimbwa zaidi, ni biashara ambayo haina uwezekano wa kuisha hivi karibuni. Ni Phyllis Mwate. Msikilizaji, mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baina ya Simba ya Tanzania na RS Berkane ya Morocco unapigwa kesho. Miamba hii miwili itashuka dimbani kuwania taji hili, huku Simba wakiwa ndio wawakilishi pekee kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Mara ya mwisho kwa timu kutoka ukanda huu kuchukua kombe hili ilikuwa mwaka 1987 ambapo Gor Mahia ya Kenya iliibuka bingwa mbele ya Esperance ya Tunisia. Je, utakuwa mchezo wa aina gani na tutegemee Simba kufanya makubwa kwa kuibuka mshindi? Kufahamu zaidi, awali nimezungumza na Michael Mukusia, mwanahabari na mchambuzi wa michezo akiwa Nairobi. Sambamba naye ni Edgar Kibwana, mchambuzi wa soka ambaye ameambatana na klabu ya Simba nchini Morocco, anayeanza kuzungumzia maandalizi ya mchezo huo. Mimi nipo katika mji wa Auja na pia timu imekwisha wasili hapa Auja tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya Berkane, ikiwa ni fainali ya kwanza ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo so far unaweza kusema maandalizi ni mazuri, hali ya wachezaji inaonekana kuwa njema sana, hakuna changamoto ya majeraha tangu timu iwasili Morocco kwa hivi sasa. Kwa hiyo itosha kusema kwamba maandalizi ni mazuri, na inaonekana tangu jana mpaka leo kumekuwa na privacy ya ufanyaji mazoezi kwa timu ya Simba kwa maelekezo ya kocha Fadlu Davids. Berkane ni timu kubwa hapo Morocco na vile wametoa ushindani mkubwa msimu huu. Simba inapaswa kufanyaje ili kuibuka na ushindi? Kumheshimu, sio tu kutoa ubingwa wa Morocco msimu huu, lakini pia wana historia nzuri sana katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Mpaka sasa kwenye fainali takriban 5 za michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hii anaingia fainali yake ya 4. Unaweza kuona ni moja kati ya timu ambayo ina vinasaba na michuano hii ya shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kwa
Simba kwa sisi ambao tumekuwa tukizunguka katika fainali nyingi za michuano hii ya Afrika, nachokiona kwa Fadlu ambacho pia anapaswa kukifanya ni kumheshimu. Faida ya Simba ni kwamba wanaanzia ugenini, wanamalizia nyumbani. Kumheshimu kama huyu ni bingwa ambaye ameshachukua michuano hii ya kombe la shirikisho, ni bingwa pia wa ligi kuu ya soka nchini Morocco, lakini anapaswa kupewa heshima yake ndani ya uwanja kwa namna ya kucheza naye. Bahati nzuri Simba wanajua hilo, wamekushacheza mechi nyingi za ugenini, wanajua namna ya kukabiliana na mazingira ya ugenini, na msimu huu itoshe kuwapa nguvu, kwa sababu katika mechi ambazo wamecheza ugenini kuanzia zile za kufuzu makundi, ni mechi moja tu ambayo wamepoteza dhidi ya Constantine, lakini dhidi ya Bravos, Faction pamoja na Ahli Tripoli, bila kusahau na mechi nyingine ambazo wamecheza ugenini, wamekuwa na matokeo mazuri sana. Kwa hiyo nachokiona ambacho nakitarajia ni Fadlu kuheshimu Berkane, kwa kuwapa namna ya kusema kumheshimu. Manake Simba anaingia kama timu ambayo ipewe nafasi na wao waonyeshe hilo, lakini haiwazuii pia ndani ya uwanja kuwashambulia kwa kushtukiza, kwa kuangalia nafasi ambazo watakuwa wanatengeneza. Michael, unazungumziaje mchezo huu wa fainali kati ya Simba na Berkane? Tumesikia mtazamo wake Kibwana. Ni hatua kubwa hiyo, manake Simba kutinga fainali ni sio jambo la kitoto. Inaonyesha kwamba uongozi umejipanga kadri uwezo wao, na haijachukua siku moja, imechukua muda mrefu kwa ajili ya kufikia hapo walipofikia. Manake unaangalia benchi la ufundi, ubora wale wachezaji ambao wanasajiliwa kikosini, na hata motisha unaopata kutoka kwa mashabiki, unaweza kuona kwamba imewapa nguvu, na hata ule muingiliano walionao pamoja na shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF na hata serikali kuu. Edgar, kuna hizi taarifa za mchezo wa fainali ya pili kupigwa Zanzibar badala ya Dar es Salaam. Wewe upo hapo na timu, wameipokeaje na wamezungumza lolote? Kauli za viongozi wote kwa ujumla wao, kwa sababu ukimsikia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa upande wa mashabiki Murtaza Mangungu, yeye amebakia na ile kauli ambayo imetolewa kwenye mitandao ya kijamii ya klabu ya Simba kwamba baada ya fainali ambayo inafanyika Jumamosi, basi tamko litatoka rasmi ya kwamba mechi inachezwa wapi. Na hata ukiangalia katika ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa Instagram wa klabu ya Simba, hawajaonyesha wala wanasema kubandika barua ambayo inasambaa sana kutoka katika shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, kwamba mchezo unatoka Benjamin Mkapa unakwenda katika uwanja wa Amani. Na jitihada zinafanyika kwa mujibu wao, kwa sababu wao wanasema wameshajiridhisha na wamekwisha peleka taarifa zinazotakiwa kwa shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, utayari wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa viongozi wao wana matumaini kwamba mechi ya fainali ya mkondo wa pili kati ya Simba dhidi ya Berkane itafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sofa au unaweza kusema wanasubiria jitihada ambazo wanazifanya, lakini wanasema kisaikolojia wanajiandaa kwa sababu Tanzania ni moja, Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini hasa siri ya mafanikio haya? Sio mara ya kwanza kwa Tanzania kutoa timu iliyofika fainali, na ni uwekezaji. Mpira umebadilika sana, umekuwa ni bidhaa moja adimu na muhimu sana, kwa maana ya sio tu kwa dakika 90 za uwanjani au 120 ama mikwaju ya penalty, umekwenda kuwa ni mtindo wa maisha wa jamii nyingi sana barani Afrika, ukiacha duniani huko ambao wenzetu wamekushaendelea sana. Kwa hivi sasa kutaka kujua kwamba ni mtindo wa maisha ama umekuwa sehemu ya utamaduni, ni kuzunguka maeneo mbalimbali, iwe Dar es Salaam, iwe Mbeya, iwe wapi. Wazazi wanahamasika, jamii inahamasika kwa kiasi kubwa, viongozi nao wanahamasika kuwekeza katika ngazi za chini za mitaa, kuja vitongoji, kuja katika wilaya, kuja katika Tanzania. Katika wakati huu tuna kila sababu, tunajifunza tayari kwa kile ambacho kinaendelea nchini Tanzania. Manake miaka kadhaa iliyopita Kenya ilikuwa ndio kusema katika taratibu za kufanikiwa katika masuala ya mchezo wa mpira wa miguu, lakini baada ya muda unaweza kuona Tanzania imekuja ikatupiku katika ukanda huu, na unaweza kuona timu za Yanga, Simba, ushindani ule ambao hakika uliopo unaonekana pakubwa, lakini kubwa zaidi Simba kutoa taji hili kuwa ni kusawazisha rekodi ya mwaka 1987 ambapo timu kutoka kanda hii ya Afrika Mashariki kwa maana Gor Mahia ilitoa taji la Mandela, wakati huo ikiitwa Mandela, sasa ni shirikisho mwaka 1987, takriban miaka 38 iliyopita. Itakuwa ni faida kubwa sana kwa iwapo kwa vyote vile Simba itaweza kumnyoa Mwarabu na labda pengine kutoa taji hilo, na itakuwa ni njia mojawapo labda pengine ya kuamsha timu kadha
kadha katika mataifa ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Mchezo huu wa fainali una taswira gani kuelekea michuano ya CHAN mwezi wa 8 ambayo Tanzania, Kenya na Uganda ni wenyeji? Ni hatua nzuri, manake sasa inatuweka kwenye ile mood taratibu za kuweza kujiweka tayari kwamba inawezekana, kwamba tupo tayari katika kuwa wenyeji wa michuano wa kimataifa. Unazungumzia CHAN kuelekea dimba la bara Afrika mwaka 2027. Kwa hiyo ni maandalizi ya mapema tu tuweze kuona sawa. Tutegemea aina gani kwa hatua zote mbili sasa? Nategemea fainali itakuwa ngumu sana, hasa kwa Simba. Simba hatoi nafasi kubwa kwa kuangalia ukubwa wa Berkane katika michuano hii, lakini ukiangalia hali ya wachezaji ni kubwa sana. Wana faida ya kuanza ugenini kumalizia katika ardhi ya Tanzania. Ingawa wanasema michuano ya fainali ama michezo ya fainali huwa haitabiriki, inaweza ukawa unacheza nyumbani ukafungwa, na Simba wana historia hiyo mwaka 93 wakifungwa na Stella Abidjan. Ni hatua nzuri, manake kufika fainalini sio jambo la kitoto. Unaweza kuona ni safari ndefu, wengi wamekwepo kwenye safari na kwa hakika wakapogolewa. Sasa waliotinga fainalini ndio miamba wa kweli kweli. Kwa hiyo macho yote barani Afrika na hata dunia kwa ujumla basi itakuwa inatazama Simba ikiwakilisha kimataifa, na pia vile vile Berkane imeanza kuonesha mwamba wake takriban miaka 5-6 iliyopita. Angalia hapo walipo. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa hakika itakuwa inachochea wengi kupenda mchezo wenyewe, na labda pengine kuifanya kuwa ni jambo la kipekee kwa vijana kujitokeza na kuitumia kama kitega uchumi. Kila laheri kwa wahusika wote wakuu. Na Michael Mukusia, mwanahabari na mchambuzi wa michezo akiwa Nairobi. Sambamba naye umemsikia Edgar Kibwana, mchambuzi wa soka ambaye ameambatana na klabu ya Simba nchini Morocco. Napitia ujumbe wako uliotuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wengi mnaitakia kila laheri Simba katika mechi ya kesho. Jairus Mkwana Zadok unasema askari Afrika Kusini, mbona mnafungia watoto ndani? Masanja Kuyanja, msanii wa Mokuhenga, unasema unasikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa Facebook. Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania, unasema fainali ya shirikisho kesho, wacha tusubiri tuone. Jisto Malila wa Mbeya unasema kila la kheri Simba na Berkane katika mchezo wenu wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika.